Katika kuadhimisha wiki ya maji, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya USA imeendelea na juhudi za kujenga na kuimarisha miundombinu ya maji ili kukabiliana na changamoto za maji zinazowakabili wateja wake katika jiji la Mbeya na mji mdogo wa Mbalizi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara ya kukagua na kujifunza utekelezaji wa miradi mbalimbali ya mamlaka hiyo, Kaimu mkurugenzi wa Mbeya USA, Mhandisi Barnabas Ikonga, amewataka wananchi kuzingatia utunzaji wa mazingira ikiwemo vyanzo vya maji ili kuepusha uharibifu wa miundombinu ya mamlaka. Katika hatua nyingine, Mhandisi Ikonga amefichua kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia kwa wananchi walioruhusu maeneo yao kupitiwa na bomba la maji linalotoka katika mradi wa kimkakati wa Mto Kiwila uliopo wilayani Rungwe mkoani Mbeya. Fedha hizo zinalenga kuwafidia wananchi walioathirika na ujenzi wa miundombinu hiyo muhimu. Kwa sababu mradi utekelezwa kwa njia ya usanifu na ujenzi, yani design and build. Eneo lile lote ambao bomba kuu litapita limeshafanyiwa ile uthamini kwa ajili ya ulipaji wa fidia, kwa sababu bomba kuu linapita maeneo ambayo kuna makazi ya watu, kuna mashamba, lakini pia kuna baadhi ya nyumba zipo. Kuna sehemu nyingine ambayo ni hifadhi ya eneo la serikali ya TFS ambao wao walilipia eneo lile kulaza bomba tushaanza nayo. Kwa bahati nzuri serikali kupitia Wizara ya Maji imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia, yani compensation, ambapo wananchi wale watapata hiyo fidia yao na kuepukana na mgogoro baina ya wananchi na serikali. Taratibu za ndani zinaendelea ili zoezi hilo ikiwezekana wiki ijayo ulipaji wa fidia liweze kufanyika na kuweza kuwalipao na mkandarasi awe na njia yake ile yote kuweza kulaza lile bomba. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ujenzi wa tenki hilo, Mhandisi Joseph Ndarabi, amesema mpaka sasa mradi huo umefikia asilimia 49 ya ujenzi wake, huku akiishukuru serikali ya Tanzania kwa kuendelea kutoa fedha kwa wakati ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa mujibu wa ratiba. Na kwa upande wa mkandarasi pia kujidhatiti kuendelea kutekeleza mradi kwa spidi ili ukamilike ndani ya wakati na watu wananchi wa Mbeya wapate maji kwa wakati, kwa sababu kwa mujibu wa ujenzi hapa, mradi huu ni mradi wa kimkakati na huenda ukawa mwarobaini wa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na viunga vyake vyote. Kama mkandarasi tumejitolea kikamilifu kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mpaka sasa hivi tuko asilimia 49 ya mradi na tunaendelea kupambana kukamilisha kwa wakati. La mwisho ni kushukuru serikali ya Tanzania kwa kuleta mradi huu mzuri ambao ni mkakati na wenye msaada mkubwa kwa wananchi wa Mbeya, na pia kuendelea kufadhili, kwa sababu mpaka sasa hivi serikali ya Tanzania imeshatukabidhi milioni 31 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Nao baadhi ya waandishi wa habari waliohudhuria katika ziara hiyo ya kutembelea mradi huo wamesema ziara hiyo imekuwa yenye manufaa kwao, kwani imewapa mwanya wa kuwaeleza wananchi kwa undani namna serikali inavyoendelea kuweka miundombinu mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wake. Mradi huu unatekelezwa kwa fedha za ndani kama tulivyoelekezwa na Mhandisi Barnabas Ikonga, na tumetembelea hii tanki na tumeona lina ukubwa wa kuchukua zaidi ya lita milioni 5 kwa siku. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana ambao naamini kabisa utakidhi kiu ya wana Mbeya na mji wa Mbalizi. Kwanza nitoe
Pongezi kwa serikali ambayo imetoa fedha nyingi kutumia mapato ya ndani kutekeleza mradi huu. Namna ambavyo tumekuwa tukitamani kutumia maji kwa kiwango kikubwa wananchi wa mkoa wa Mbeya, ninaamini ya kwamba ukamilishwaji wa chanzo hiki cha Mto Kiwira utakwenda kuondoa ile adha ambayo imekuwa ikiwakumba wananchi wengi ambao wamekuwa wakikosa maji. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba mchakato huu utakapokamilika, kwa sasa tuwe watulivu na watu ambao tungekuwa na uvumilivu katika kuvumilia katika kipindi ambacho mradi unaendelea kutekelezwa, kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika na unawahudumia wananchi wengi. Mimi nawaambia wananchi tuwe na subira, huu mradi utakapokamilika utatunufaisha wananchi wa mkoa wa Mbeya. Nao na subira. Pia natoa wito wananchi au wakazi wa Mbeya waendelee kutunza vyanzo vya maji, wasilime kwenye vyanzo vya maji. Kwa sababu gani? Wakilima kwenye vyanzo vya maji wanaharibu vyanzo, na inaweza kawa sababu ya nini, ya wananchi tukakosa maji au watu tukakosa maji. Mengi tunashindwa kuyajibu kwa sababu hatujatembelea katika mradi, hatujajua nini ambacho kinaendelea. Kwa leo tumetembelea hapa, tumeweza kujua mradi umefikiaje. Kwa tunapata nafasi nzuri na sisi ya kwenda kuongea na wasikilizaji wetu, kuambia kwamba sasa hivi mradi wetu unaelekea pazuri, na kukamilika kwa huu mradi utasaidia sana kupunguza, kama sio kumaliza, changamoto ya upatikanaji wa maji. Wiki ya maji imeanza Machi 16 kwa shughuli za kukagua na kufanya usafi kwenye vyanzo vya maji na inatarajiwa kuhitimishwa Machi 22, 2026. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema rasilimali za maji na usawa wa kijinsia. Kutoka ndani ya jiji la Mbeya, mimi ni Hobokela Lwinga.